يعني المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع. Ebana, ni sauti chungu kwa Marekani, ni sauti tamu kwa Wairani, ni sauti iliyobeba ujasiri wa kina ya ukombozi. Huyu ni mtoto wa mfalme wa Saudi Arabia, Bwana Faisal bin Farhani Al Saudi, ambaye ni mwanamfalme wa Saudi Arabia, lakini pia ni waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia anayewakilisha taifa hilo, lakini pia na mataifa yote ya kikanda yale yenye mjumuiko wa Kiislamu kule Mashariki ya Kati. Bwana Faisal Farhani Al Saudi amesema nini? Anazungumza nini? Hii ni historia kwa siku ya leo. Hili ni anguko kubwa kwa Marekani. Twende pamoja na mimi mguu kwa mguu katika safari hii kuweza kufahamu mengi zaidi yaliyojificha ndani ya kauli hii ya mwanamfalme wa Saudi Arabia. Yako matamu na yako makubwa kwelikweli katika kauli hii. Twende pamoja. Bana, siku ya leo, siku ya Aprili 15 mwaka 2026 ni siku ya historia sana kwa watu wote ulimwenguni. Hii ndiyo siku ambayo kila mmoja anapaswa ashikilie kalamu na karatasi ama daftari zito kwelikweli, ili aweze kuandika historia hii ambayo itakwenda kuujuza ulimwengu na kufundisha na kuwapa funzo kubwa sana, huenda vizazi na vizazi vijavyo, hata vya sasa katika karne hii ya 21 na hata karne zijazo pia. Utakwenda kunielewa hivi karibuni kwa nini nakwambia haya yote katika siku ya leo ya Aprili 15 mwaka 2026. Siku ya leo ndiyo ni siku ambayo rais wa Marekani Bwana Donald John Trump, rais ambaye amesifika kwa hivi karibuni kwa kauli zake ambazo watu wamekuwa wakizieleza kama kauli ambazo hazina maana ama kauli za matambo ama kauli za kushindwa katika vita vyake dhidi yake na Iran, ambapo kila siku amekuwa akizitoa kauli hizi pasi na kuwa na kikomo ama pasi na kuwa na kima ama kiwango rasmi wa kauli hizo. Na siku ya jana tulikwambia kwamba rais wa Marekani Donald Trump amepata anguko kubwa sana kutokea kwa washirika wake wa magharibi, na maanisha mshirika wake Uingereza, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer alimwambia rais wa Marekani Donald Trump ya kwamba kama ilivyokuwa kwa Uhispania na kama ilivyokuwa kwa Canada na mataifa mengine ambayo yameachana kabisa na ushirika wa karibu wa Marekani juu ya kuendeleza vita vyake vinavyoendelea kati yake na Iran, akisema kwamba sasa Uingereza haitoshiriki tena na wala haitokuwa tayari kujadili masuala yoyote yanayohusu vita vyake dhidi ya Iran, akisema ni vita vya makusudi, ni vita ambavyo vinaendeshwa katika nia mbaya, nia ya uovu. Sasa taarifa kubwa siku ya leo si tena kubembelezwa kwa rais wa Marekani Donald Trump, bali ni kauli tata na kauli gumu zaidi kwake rais Donald John Trump, ambayo ameikumana nayo kutokea kwa washirika wake wa karibu ambao walikuwa akiamini ya kwamba ndio watu ambao wana msaada mkubwa kuliko hata umoja wa NATO kutokea kule Ulaya, mataifa yote ya Ulaya upande wa magharibi, ambapo Donald Trump amekuwa akiakashifu mataifa hayo na amekuwa akitoa kauli mseto kwa mataifa hayo akisema kwamba kama hawatoi msaada wowote kwake na yeye hana msaada wowote kwao, na kuanzia hapo alipokuwa akizungumza akisema yeye na mataifa hayo ushirika wao ndio umekufa ama urafiki wao ndio umekufa, na atakwenda kupandikiza vikwazo vizito sana kwa mataifa yote ya magharibi, akianza na taifa la Uhispania, ambapo alitangaza vikwazo vingi sana kwa taifa la Uhispania, hali iliyopelekea hata waziri mkuu wa Hispania kwenda kutafuta hifadhi nyingine ama ushirika wa karibu mwingine ili kuwezesha vikwazo vyake dhidi yake na Marekani visiweze kupata nafasi katika taifa lake la Uhispania, ambapo waziri mkuu wa Uhispania aligeukia China mara tu baada ya rais wa Marekani Donald John Trump kutangaza hali hiyo ya kikwazo kwa taifa hilo la Uhispania, ambapo pia washirika wa mlengo mkali wa mzozo huu wa vita vya Iran na Marekani ikiwemo Urusi nayo pia iliingilia kati swala hilo, ikijibu vikali kile ambacho Marekani imekifanya na ikiendeleza kukifanya dhidi yake na Uhispania na hata kwa Iran, ambaye ndiyo amekuwa akimfanyia uhasama katika vita vinavyoendelea dhidi yake na Iran. Sasa siku ya leo ni kwamba wale washirika wa karibu wote wa Mashariki ya Kati mmoja baada ya mwingine wameanza kukengeuka, wameanza kumkataa na kumkana rais wa Marekani Donald Trump, ambapo wamesema kwamba kuanzia sasa
mataifa hayo yote ya Mashariki ya Kati hayatokuwa tena na ushirika wowote na Marekani na hayatokuwa tena tayari kuwa vyambo, yani kuwa chambo wa vita dhidi yake na Irani, wakisema wamekuwa wakitumika vibaya sana na Marekani katika vita hivi, na ndipo ambapo wanakuwa wanakosa msaada wa karibu kwa sababu Iran amekuwa akishambulia mataifa hayo na Marekani kuonekana hana msaada na mataifa hayo ya Kiarabu, na badala yake yeye amekuwa akitafuta msaada kujikinga dhidi yake na si kuwakinga wengine ama kuwakinga wale washirika wake wa Mashariki ya Kati, na maanisha mataifa haya ya Kiarabu. Mataifa hayo ya Kiarabu ina mjumuiko wa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, lakini pia na washirika wengine wa kikanda maeneo hayo ambayo wamekuwa akiyatumia kama nyenzo ya kuishambulia Iran katika kambi zake mbalimbali kule Mashariki ya Kati, lakini pia na hata kulenga malengo ya Irani katika vita hivi vilivyoanzishwa mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Kauli hii tata na kauli kubwa na ngumu zaidi kwa Marekani ama kufikiwa katika siku hizi, hasa leo siku ya Aprili 15 mwaka huu 2026, ni kauli ambayo imetolewa na Saudi Arabia akiwakilisha mataifa yote ya Mashariki ya Kati, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ambaye pia ni mwanamfalme wa Saudi Arabia, yani hapa namaanisha mtoto wa mfalme wa Saudi Arabia bwana Salman bin Abdulaziz Al Saudi, ambaye ni bwana Faisal bin Salmani Al Saudi, ambaye kauli yake hii ndiyo ambayo imetajwa kuwa kauli nzuri sana kwa Marekani, lakini pia ni kauli ambayo ya kujihami dhidi ya Marekani, lakini pia na kauli ya kujitambua ama kauli ya kupata utambuzi rasmi wa fikra na kimawazo, lakini pia na hata kimamlaka kutokea pale nchini Saudi Arabia, lakini pia na ukanda wa Mashariki ya Kati kwa jumla, ikiwakilisha kauli ya anguko kubwa kwa rais wa Marekani Donald John Trump, lakini pia na kauli ya ushindi kwa Iran, ambapo kauli hii inaelezwa kwamba mara baada ya Saudi Arabia kuzungumza haya kwa niaba ya nchi zote wanachama wa falme za Kiarabu na mataifa ya Kiislamu kutokea Mashariki ya Kati, huenda ndiyo kauli ambayo inaweza ikaibua ushirikiano mpya ama ushirika mpya baina ya Saudi Arabia na Irani mara baada ya kauli hiyo kuitoa. Sasa hebu tumsikie kwanza hapa mwana wa mfalme wa Saudi Arabia akizungumza juu ya kile ambacho amekieleza, ambapo pia ndio kauli ambayo imeibua mjadala mzito sana kupitia taarifa mbalimbali, lakini kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini pia hata vyanzo mbalimbali vya taarifa kwa siku nzima leo tangu kumekucha, lakini pia hata ndio taarifa ambayo imekuwa ikijadiliwa zaidi kupitia kurasa mbalimbali za mitandao rasmi ya kijamii na hata vyanzo mbalimbali vya taarifa kutokea kule Mashariki ya Kati, ambapo mwana wa mfalme bwana Faisal bin Salman Al Saudi alizungumza, na hapa tumsikie. يعني المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على. Bila shaka ulimwengu wote umekuwa ukishuhudia kile kilichokuwa kikiendelea kati ya watu mbalimbali wa Mashariki ya Kati, na hili halina haja ya kutafuta zaidi ukweli wala alihitaji maswali mjadala. Pia kila mtu alikuwa akishuhudia urafiki wetu ama ushirika wetu wa karibu kati yetu sisi na watu wa Marekani kupitia rais wake Donald John Trump. Hii yote inazungumzia katika vita dhidi ya Marekani na Irani vilivyoanza kwa siku za hivi karibuni. Hata hivyo sisi tumekuwa tukishirikiana na Marekani katika kuingizwa ndani ya vita hivyo, lakini ukweli ni kwamba sisi hatupigani vita dhidi ya Irani, na alikuwa akipigana vita ni Marekani, lakini amekuwa akitumia sisi kama mgongo wa kupigana dhidi yake, na sisi kama matokeo mabaya zaidi. Kila mmoja wetu ameshuhudia kile ambacho kimekuwa kikiendelea na kutokea katika mataifa yetu, katika ardhi zetu. Uharibifu mbaya sana umefanyika ndani ya mataifa yetu, ndani ya watu wetu, na kupoteza rasilimali muhimu, na hii yote kwa kile ambacho kilikuwa kikiendelea. Irani kidhani kama ushirika wetu dhidi yetu na Marekani ndio jambo ambalo limepelekea sisi kuweza kushambuliwa kwake. Kumbe ndivyo sivyo kabisa. Hii si sawa. Sasa kwa umoja wa mataifa yetu yote ya Kiarabu na kwa muungano wetu, tunasema kwamba sasa muda umefika, muda rasmi na thabiti wa kuweza kumalizwa kabisa ushirikiano wetu dhidi yetu na Marekani. Na hii sababu kuu kila mmoja wetu hapa anaelewa fika na atajua ukweli ya kwamba ikiwa rais wa Marekani Donald John Trump hata yeye mwenyewe kujilinda hawezi ama ameshindwa, je, ataweza
kumlinda nani zaidi, kama hivi sasa yeye mwenyewe anahitaji msaada na amekuwa akiutafuta msaada kwa nguvu kubwa sana. Sasa unafikiri ataweza kutulinda sisi na mataifa yetu kama ikiwa ulinzi wake tu mwenyewe binafsi anautafuta kwa mbinde? Hili ndilo jambo kubwa ambalo lipo wazi na kila mmoja wetu anashuhudia, si mpaka aambiwe. Sasa tunatangaza rasmi ya kwamba ushirikiano wetu na ushirikiano wa karibu uliokuwa ukishuhudiwa ama uliokuwa ukidhaniwa dhidi yetu na Marekani umeisha rasmi. Ule wakati pengine wa sisi kuonekana kama hatuna akili timamu, kuonekana kama watu tusiojielewa, sasa umekwisha na umefikia tamati kabisa. Huu ndio utakuwa mwisho wa ushirika wetu dhidi yetu na Marekani. Nafikiri sina budi niseme pia wazi ya kwamba sasa Marekani inapaswa kuondoa vikosi vyake vyote na watu wake wote walioko katika kambi zetu huku Mashariki ya Kati, na nitoe wito mapema afanye hivyo haraka, na nafasi hiyo itakwenda kuzibwa pengo lake hivi karibuni na mshirika wetu wa karibu zaidi ambaye ni mshirika atakuwa na manufaa makubwa, Pakistani. Vikosi vyake vyote vya Marekani vitakuwa vikiondoka hapa na vikosi vya Pakistani vitaingia hapa kwa ajili ya kuziba pengo lake. Hatuwezi tena kusimama na mtu ambaye hawezi yeye mwenyewe tu kujilinda. Manake ni kwamba hata sisi ulinzi wetu upo hatarini. Hatuwezi tena kusimama na Trump. Trump anatakiwa kwanza ajisaidie mwenyewe, ajilinde mwenyewe kwanza, alafu ndio aje na kusaidia wengine ama kusaidia wale aliokuwa akiwaita washirika wake kwa maneno ya ulaghai. وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به، وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين، لكن لنا مع أمريكا، لنا مع غيرنا. فنحن نسعى خلف مصالحنا، ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق، وأينما وجدناها سوف يعني نعمل على تحقيقها. Na huo ndio mwisho wa kunukuu mtoto wa mfalme wa Saudi Arabia ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, akiwa na dhima muhimu sana na nyenzo muhimu kwa taifa la Saudi Arabia katika masuala mazima ya kidiplomasia, lakini pia na hata masuala ya kisiasa ndani ya taifa la Saudi Arabia. Bwana Faisal bin Farhan Al Saudi ambaye siku ya leo kauli yake ndiyo imeibua taharuki kubwa sana na kuzua gumzo kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii na vyanzo vya taarifa kote ulimwenguni. Kauli hii ya waziri wa mambo ya kigeni wa Saudi Arabia Bwana Faisal bin Farhan Al Saudi inakuja kufuatia kile ambacho kinaelezwa kama mbinu ya kimkakati kwa Irani ilichofanya, ambapo Irani kwa siku za hivi karibuni imemkaribisha mshirika, imekuwa karibu sana na makundi ya wanamgambo ya Kiislamu ya kule Yemen, ikiwemo makundi ya Wahouthi, ambapo Irani amekuwa akitumia makundi hayo kama nyenzo muhimu ya kuweza kupiga ndege wawili kwa kutumia jiwe moja, ambapo Irani wanahitaji kufunga mlango wa bahari pia wa Bab al-Mandeb ambao ndio umekuwa nyenzo muhimu cha kuweza kusafirisha bidhaa mbalimbali nyeti za mataifa haya ya Kiarabu, ukanda wa Ghuba ya Persia, yakiwemo mataifa yale ya Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain na hata UAE, ambapo bidhaa zao za mafuta na bidhaa nyingine huwa zinapitia katika mlango huo wa bahari wa Bab al-Mandeb ulioko huko katika maeneo hayo, ambapo Irani amesema sasa hivi anashikilia maeneo nyeti muhimu, ambapo amesema pia kama Marekani ataendelea kujisogeza karibu kabisa na mlango wa bahari wa Hormuz, basi pia Irani kupitia jeshi lake na watu wake wa karibu, washirika wake wa kule wa Yemen, watafunga mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb, ambapo ndio umekuwa nyenzo muhimu kwa mataifa washirika wake wa Mashariki ya Kati, yani mataifa hayo ya Kiarabu. Na kufuatia hilo, hayo yote yanajiri wakati ambapo tayari rais wa Marekani Donald Trump ametangaza duru nyingine ya mazungumzo huko nchini Pakistan, Islamabad, kwa kile ambacho ameeleza kutokana na kile kinachoendelea na uhasama unaendelea kuwa mkubwa zaidi dhidi yake na Irani, akitangaza duru hiyo ya mazungumzo kufuatia mazungumzo yaliyofeli hapo awali yaliyofanyika mapema wiki moja iliyopita nyuma, siku ya Jumanne, kukishuhudiwa makutano ambayo yalitajwa kutokuwa na tija baina ya pande hizo mbili hasimu juu ya kile ambacho kilielezwa kutofikiwa muafaka
kwa Marekani ikitajwa kuleta ukaidi katika makubaliano hayo ambayo Irani ilitoa masharti kadhaa kwa Marekani na Marekani ikaleta vigingi kadhaa kwa Irani katika mwendelezo wao wa vita dhidi yao, ambapo kufuatia pia tangazo la mazungumzo ya duru ya pili kule nchini Pakistan, Islamabad, alosema siku ya Alhamisi. Sasa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC nalo pia limekuwa likitoa matamko mbalimbali kwa Marekani dhidi ya vita vyao, ambapo msemaji wa makao makuu ya jeshi hilo yani hatima ya mitume wa mwisho Al-Khatam Al-Anbiya Headquarters Ibrahim Zulfakhali siku ya jana amesema kwamba Irani ndiyo ipo katika mwanzo wa vita, yani mashambulizi ambayo wamekuwa wakiyafanya, hiyo ndiyo mwanzo tu wa uwezo wake wote uliokuwa nao, lakini pia na hata uwezo wa kutumia silaha mbalimbali ambazo wamewahi kushuhudiwa kutumiwa. Huo ndio mwanzo, akisema bado hawajatumia kabisa hata robo ya uwezo alionao katika karne hii ya 21. Hata hivyo, wakati hayo yote yakiendelea kujiri huko Mashariki ya Kati, waziri mkuu wa Pakistani ametangaza rasmi ziara yake mpya kimkakati katika mataifa ya Ghuba ya Persia, mataifa ya Kiarabu ukanda Mashariki ya Kati, akisema anatarajia kufanya ziara ya kimkakati kwa mataifa ya Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia, Qatar na Uturuki. Bwana Shehbaz Sharifu, waziri mkuu wa Pakistan, amesema ziara hiyo itaanza kufanyika rasmi siku ya leo Aprili 15 mwaka 2026, ziara ambayo itagharimu siku 2 kuanzia leo Aprili 15 hadi mapema Aprili 18 mwaka huu 2026. Yapi maoni yako katika vita hivi na mwendelezo wote wa vita vinavyoendelea kati ya Irani na Marekani, ikiwa hivi sasa uhasama mkubwa unazidi kuwa mkubwa zaidi na Marekani akionyesha dalili za wazi za kudondoka ama kushindwa moja kwa moja mara baada ya kile ambacho kinaelezwa kama kupoteza ushawishi mkubwa na kupoteza nguvu kubwa ulimwenguni, hasa kwa kile ambacho amekuwa kitekeleza katika vita hivi dhidi yake na Irani, wengi wakielezea anguko hili kubwa zaidi la hivi karibuni dhidi yake na waliokuwa washirika wake wa Mashariki ya Kati, mataifa haya ya Kiarabu, watu wakisema kama anguko kubwa na la kimkakati katika vita vyake hivi dhidi yake na Irani. Yapi maoni yako? Angusha maoni yako lukuki katika uwanja wa maoni ukiandika kile ambacho unakiona katika vita hivi. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.